Kwa hiyo ni mguu mosi gopeli katika uwanja huu. Walimu watakuwepo kuweza kutoa maelekezo, lakini waamuzi pia vilevile wapo angi ama imara kabisa kwa ajili ya kutafsiri. Kipenga chake mwamuzi wakati kinasikika, mtazamaji. Amepuliza kipenga kwa muru pambano kuanza. Mwamuzi wakati Duncan Ogosi. Siraj, tutaja Siraj katika safu ya ulinzi, yupo Abid Omar katika timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Kuunganisha, lakini kwa kiko na kwenda ndivyo sivyo. Moja kwa moja jaribu karuzo wake kulenga shabaha, shuti linakwenda kinyume na matarajio. Timothy Daliala anaukokota karuzo wake, Peter Mtambo wa Panya watoka nje. Bila shaka wawe makini sana kwa mipira kutoka pembeni kule. Kutazama alichokifanya karuzi wake, akimzidi maarifa, kutoza mipira sana katika idara ya kati. Anakwenda Timothy Daliala, shuti linakwenda kinyume na matarajio, kwenda upogo kwa mara ya tatu sasa, na vurumiza kombora nje ile mstari mstatili. Tazama alivyoandaliwa katika njia, kaingia kwenye eneo husika, lakini yupo wawili, yupo Nyakea kama ilivyobashiri. Cheza kweli kweli, mlinda mlango yupo makini kweli kweli, ameupangua vizuri kabisa na kuweka KCB mchezoni. Arnold Manzombo, manake ilikuwa ni rebound. Kipa kaenda hewani kwa ajili ya kuweza kuokoa. Jaribu kuunganisha moja kwa moja, pasi na mafanikio. Shuti linakwenda ndivyo sivyo, taka kuunganisha kwenye eneo sahihi kabisa. Alichokifanya kadiri uwezo wake, alivyojikunja pale Etemesi Kelvin. Chakua rekodi na wabeba dhidi ya Mara, na kwenda pembeni huku Vipas anachelewa kufanya maamuzi, sema kwamba ni mkwaju wa kona ya kati ili walao kuepuka madhara. Moja kwa moja cheza pale, mlinda mlango wajibika pakubwa kweli kweli, wameanza kuvamia kadrozi wao. Jaribu kwa kichwa, anaponea chupu-chupu, mtazamaji. Kwenda hewani vizuri kabisa, lakini kwa kiko na gonga. Hebu tazama ulivyotengwa kikamilifu kadrozi wake na mchezaji Makati Ronald. Aliutenga vizuri kabisa, lakini akajibu kwa kichwa upande wa pili. Bonfas, mchezaji mwenye kasi, naza mipira mirefu, hatimaye wanapata bao baada ya kupisha kadri uwezo wao katika uwanja huu. Hebu tazama kilichotokea, alivyoutenga vizuri kabisa, na ni kwa mara ya pili vile vile. Basi mlinda mlango pale ametapatapa, na hata mlinzi atakosa kuwa makini. Wote kwa hakika wanasonga pasi na mahesabu, kosa mawasiliano kikamilifu kwa ajili ya kuweza ikabo kwa faida ya Mara Sugar. Tenga kule toka nje, manake mlinda mlango alikuwa amepiga hatua takriban miguu miwili hivi. Jioni ya leo angalau kuweza kupata matokeo chanya. Ilikuwa fursa kipekee pale, tena unyaka pale, pasi na kutetereka. Ni sekunde za kuhesabu tu. Hatimaye mwamuzi wakati anapuliza kipenga, Mara Sugar wanakufa ugenini, KCB wakiweka faida kwenye akaunti kwa goli 1-0 dhidi ya Mara Sugar, mtazamaji.